busati la elimu na hikma, msikilizaji na mtazamaji wa Istiqama Swahili TV. Karibu sana katika vipindi vyetu mbalimbali vya kanati hii ya Istiqama Swahili TV, lakini kabla ya hapo nikusalimie kwa maamkizi ya dini ya Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na nikukaribishe katika mfululizo wa vipindi vyetu vya nashidi zetu, kipindi ambacho kinakujia katika wiki siku moja kwa lengo la kukukaribisha na kukurubisha pia na munashiduna mbalimbali wa Kitanzania kwa lengo la kuweza kutambulika, kuwafahamu, lakini pia kufahamu kazi zao mbalimbali ambazo wanazifanya katika jamii ya Kiislamu, hususan kupitia tasnia hii ya nashid. Na kukuletea kipindi hiki ni kwa ushirikiano wa fundi mitambo wetu hapa ambaye ni cameraman wetu Sheikh Saud Hussein Luheta, lakini pia mimi hapa mtangazaji naitwa Said bin Musa. Na kama ilivyo kawaida tunakusogezea munashiduna mbalimbali ambao wanakuja hapa kwa lengo la kujitambulisha na kujitangaza kwenu, halikadhalika kuweza kufahamu kile ambacho wanakifanya katika jamii, hususan kama nilivyosema hapo kwa upande huu wa tasnia hii ya nashid. Basi na leo hii tena tunao wenzetu, wageni wetu, kwa lengo lile la kuweza kuitangaza nashid na kuisimamia hadi pale ambapo tutahakikisha kwamba inapata nguvu na kuenea katika jamii na kuwafanya watu au baadhi angalau kuepukana na masala ya shubha na mambo mbalimbali ambayo ni burudani mbalimbali ambazo hazihusiani katika masala au katika jamii ya Kiislamu. Na leo hii alhamdulillah tuko nao wenzetu kutoka taasisi ya Zaiso. Nini Zaiso? Nini majukumu ya Zaiso? Ni kitu gani ambacho kimesababisha kuanzishwa kwa jumuiya hii au taasisi hii? Basi yote hayo inshallah utakuja kuyafahamu kupitia wageni wetu ambao tuko nao hapa wakiongozwa na shekhe wetu, ustadhi wetu Talib Katuli ama Ibnu Katuli, kama bila shaka watazamaji wetu lakini pia mashabiki hususan wanashid watakuwa wanamfahamu kijana huyu, lakini pia kupitia kanati yetu hii ya Istiqama Swahili TV amekuwa ni maarufu. Na leo hii inshallah tuko naye tena, lakini akiwa naye mkurugenzi wake Ustadh Rajab Makame bin Ali, ambaye huyu ni mkurugenzi wa taasisi hii ya Zaiso. Kama nilivyosema pale kabla kwamba mimi mtangazaji naitwa Said bin Musa, tunakuomba pia usisahau kusubscribe, lakini pia kulike, halikadhalika kushare kwa ajili ya kusambaza khairi hii na vipindi vyetu mbalimbali kwa ajili ya dini ya Kiislamu, lakini pia kwa ajili ya jamii ya Kitanzania kwa ujumla. Moja kwa moja bila kupoteza muda ni wakaribisha wageni wetu, na baada ya hapo inshallah watakusalimia na hatimaye tutaingia moja kwa moja katika malengo ama ahdaf ya kipindi chetu inshallah. Karibuni sana wageni wetu katika studio zetu za Istiqama Swahili TV. Karibuni sana, jisikieni mpo nyumbani, na pia tukiwa tunatazama na watazamaji kutoka mataifa mbalimbali, sio tu hapa Zanzibar ama Tanzania, lakini watazamaji wetu ni kutoka mataifa mbalimbali ambao wanatumia lugha hii ya Kiswahili, lakini tunaamini kwamba pia wapo ambao wanatazama wakiwa wanatumia lugha nyingine zaidi ya hii Kiswahili, lakini ingawa inawezekana hawafahamu zaidi kile ambacho tunakiongea, lakini wanatutazama. Karibuni sana mkurugenzi, karibu sana, lakini pia msemaji mkuu wa taasisi ya Zaiso, karibuni sana. Asante na mshukuru wangu, karibu sana kwa ajili ya kumsalimia mtazamaji wetu inshallah. Asante sana. Kama alivyonitambulisha mtangazaji, kwa majina anaitwa Rajab Makame bin Ali, ni mkurugenzi mtendaji wa hii taasisi ya Zaiso, ikiwa na maana Zanzibar Youth Support Organization. Okay, mashallah. Na shekhi wangu msemaji mkuu sio wa serikali, ni taasisi ya Zaiso. Karibu sana shekhi. Asante sana, nashukuru. Mimi ni Talib Abdallah Katuli, maarufu nafikiri mnanitambua. Talib Katuli hapa katika kituo chetu cha Istiqama Swahili TV ni nyumbani, nyumba ya elimu. Kwa hivyo ni msemaji mkuu wa taasisi ya Zaiso, Zanzibar Youth Support Organization. Tumekaribia jambo letu, wakae kwa kusikiliza na kwa kutuona. Tunawakaribisha, ndo kwanza kipindi kinaanza. Wanasema ndio kwanza mkoko unaalika maua, sio? Kwa hiyo mambo yajayo ni mengi sana yatazungumzwa. Na nilitaka kushangaa lakini nikavuta kumbukumbu kidogo, nikasema la, hii iko sawa. Nilitaka kushangaa kwa nini huyu amekuwa ni msemaji mkuu wa taasisi, lakini nikavuta kumbukumbu kidogo nikavuta kumbukumbu kidogo katika kipindi kilichopita, nikasema la, huyu anafaa. Ndio sawa. Na mashallah, anzilu nasa manazila. Naam, tayeb. Lakini watu katika daraja zao, na walimu bwana wana nafasi yao. Huyu ni mwalimu, huyu ni mwalimu, na walimu wanakuwa ni wasemaji sana. Kwa hiyo ni nafasi ambayo
inamtosha. Naam, ni kiatu ambacho kinamtosha bila shaka. Asante sana, nashukuru. Tuanze na mkurugenzi wa taasisi ya Zaiso, Ustadh Rajab Makame bin Ali. Tufahamu nini Zaiso kabla ya kusonga mbele. Asante sana ndugu mtangazaji. Zaiso ni taasisi ambayo imeanzishwa kwa lengo la kusapoti ama kusaidia vijana. Na taasisi hii imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ambazo zinaanzisha Angels na imesajiliwa Zanzibar, sheria namba 6. Na taasisi yetu hii hususan malengo yake manake imetarget kufocus na kusaidia vijana wa rika tofauti, ikiwemo mayatima, walemavu, watu wasiojiweza, ili mradi manake mtu akiwa kijana basi taasisi hii inaguswa na kusaidia hao vijana katika nyanja hizo ambazo nilizozitaja, ikiwa kijamii, kiuchumi, hata vile vile kiutamaduni, utamaduni wa Kizanzibari na utamaduni vile vile wa Kitanzania kabisa. Ndio. Kwa hiyo ni taasisi ambayo inapatikana maeneo ya Makadara, ndo makao makuu yetu, mkabala na skuli ya Makadara pale. Na ikiwa na uongozi kamili kuanzia mwenyekiti, kuanzia board of trustee, kuja mkurugenzi mpaka watendaji wa chini, tunakuta wasemaji wakuu, manake bila ya wao kusema chochote sisi hatuwezi tuka. Kwa hiyo ni kwa ufupi tu taasisi ya Zaiso, ikiwa na maana fupi hiyo. Naam. Haya, baada ya kujua nini Zaiso, lakini pia kwa ufupi sana tumejua nini malengo ya kuanzishwa kwa taasisi hii ya Zaiso, lakini zaidi ya hapo tungefahamu nini majukumu na kazi za taasisi hii kwa undani zaidi. Asante sana ndugu mtangazaji. Miongoni mwa majukumu yetu ambayo tumesajiliwa kwenye katiba, kwa sababu kila taasisi inakuwa ina katiba yake, na taasisi ni non-profit organization. Ni taasisi ambayo haina faida. Ni organization ambayo imejikusanya na imejisajili, lakini hakuna faida inayopatikana isipokuwa malipo yake ni kwa Mungu. Sio ya kibiashara. Kwa taasisi yetu kazi zake kubwa kiundani kabisa, manake la kwanza ni kusaidia vijana kwenye masuala ya self employment. Tumeona vijana wengi wana taaluma na wengine hawana taaluma, lakini swala la ajira limekuwa ni swala gumu sana kwa upande wao. Kwa hiyo tumeona taasisi, miongoni mwa malengo yetu, tusaidie vijana kuwasomesha wawe na taaluma hata kama ya muda mfupi, na kuweza wao wenyewe kujitegemea kwenye ajira, wasitegemee kuajiriwa. Na la pili, taasisi kama taasisi, kazi zetu ambazo tunazifanya kiundani kabisa ni kutoa elimu ya msaada wa kisheria. Tunaona sasa hivi kwamba kuna kampeni ya Mama Samia ambayo inaelezea msaada wa kisheria. Tumeona taasisi ina haja ya kufanya hivyo, na tumejisajili katika kitengo cha msaada wa kisheria. Na vile vile ndani ya taasisi tuna wanasheria. Kwa hiyo tumeona ina haja, vijana wengi wanafanya makosa basi na kutambua sheria inasemaje. Kwa mtu anaingia hatiani kwa kutokujua sheria, ingawa sheria inasema ignorance of law there is no excuse. Kutokujua sheria hakuna msamaha. Sio kana kwamba wewe usamehewe kwa sababu hujui sheria. Kwa tumeona ina haja ili kuwaokoa vijana na mambo mbalimbali yanayowakabili, kwa sababu ujana ni neema kutoka kwa Mungu. Bila shaka. Na kijana unakuwa una nguvu za aina mbili, ndani ya nafsi na nguvu ya nje kabisa. Kwa tumeona hapa kwenye ujana, manake kuna makosa mingi yanafanyika kutokana na kutokujua sheria au taratibu. Kwa hiyo Zaiso tunasaidia vijana kuwapa msaada wa kisheria, ikiwemo kwenye masuala ya advocacy. Advocacy maana yake mtu ameshtakiwa, hana uwezo wa kumwajiri wakili, basi tunaingia sisi Zaiso kwa kuweza kumsaidia. Licha hivyo, Zaiso tunadili na kusaidia utetezi wa haki za kibinadamu. Kwa hiyo ikiwa kijana amekoseshwa haki yake ya binadamu, kwa sababu human right is natural right from the God. Ni haki ambayo ya uzawa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ukiambiwa haki ya binadamu manake ni natural right kutoka kwa Mungu. Kwa ikiwa kijana amenyimwa haki yake ya ubinadamu, basi Zaiso tunasimama kipaumbele kuonana na wadau wetu ambao wanaosimamia haki za binadamu ili kuweza kumkwamua kijana yule. Tukiacha hivyo, Zaiso ni walezi wa mayatima.
Sisi Zaiso manake ni walezi wa watoto ambao mayatima pamoja na watu wenye ulemavu. Tuna listi yetu ya watoto wetu ambao tayari tunawasaidia, tunawajua, na wale ambao tusiwajua tunaletewa taarifa mbalimbali, tunaenda kuwatembelea. Kwa kazi yetu kubwa vile vile ni kusaidia watoto yatima na walemavu na watu wasiojiweza. Mtu katelekezwa ana watoto lakini ule mtoto ni kijana na ana target, kwa Zaiso inaweza kumsaidia na kumpa ushauri ule mama aweze kupata haki yake ya msingi kwa yule baba ambaye aliyomtelekeza. Hivyo yote tunayafanya, lakini malipo tunategemea ujira kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Asante sana. Shukrani sana kwa maelezo hayo muhimu kabisa, na bila shaka anatosheleza kwa kiasi fulani. Lakini pia ningependa kujua hapo, unajua kazi ya ulezi wa mtoto yatima ni kazi kubwa sana, au watu wenye ulemavu ni kazi kubwa sana. Hakika. Namna gani sasa mnaweza kukabili hili jambo? Pengine mnapokea misaada kutoka kwa wahisani, ama kuna njia gani ambayo mnaitumia kwa ajili ya kuendeleza vijana wetu hawa ambao wameondokewa na wazazi wao? Sawa, asante sana. Kwa hili upande wa taasisi tunashirikiana na wadau mbalimbali ambao wadau hao ikiwemo ni vituo vya kulelea watoto yatima, mfano Amani Foundation ambayo hii ni taasisi ambayo inalea watoto yatima. Tunashirikiana kwa uzuri kabisa. Tunashirikiana na kituo cha kulelea watoto yatima Mazizini. Tunashirikiana na watoto yatima ambao wako mitaani. Vipi tunalikabili hili? La kwanza manake tunajitolea sisi wenyewe mifukoni mwetu, hatuna wadhamini. Lakini pale ambapo tunapofanya activities tunajaribu kupeleka barua kwa wadau mbalimbali. Yoyote ambaye anayeguswa na hili basi anachochangia sadaka yake inasaidia kuweza kuwafariji watoto yatima. Kwa hiyo sisi Zaiso tunajitahidi kuandaa function mbalimbali kwa lengo la kuwasupport na kuwafariji watoto yatima. Na ndio maana kwenye function zile tunaweka harambee kwa viongozi watakaofika ili kuweza kusupport wale watoto yatima. Kwa mfano tulifanya iftari Ramadhani iliyopita hii na tumeweza kuwafariji watoto yatima. Mashaallah. Na kwa kweli kuna baadhi ya viongozi waliweka harambee, japo kwa harambee ilikuwa ni ndogo, lakini tukasema kwa harambee ile sasa tuwafanyie jambo tena watoto yatima ambalo ndio tunategemea kufanya tamasha kubwa ambalo litafanyika Idi Mosi ya mfungo 3 Idi al-Adha la kuwafariji watoto yatima insha Allah. Mashallah, shukran sana mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV. Huyo ni mkurugenzi wa taasisi ya Zaiso, Ustadh Rajab Makame bin Ali, ambaye ametoa maelezo mazuri sana. Bila shaka utakuwa umefahamu angalau kwa kiasi fulani hivi namna gani tutakwenda katika utaratibu wetu wa kipindi chetu cha leo. Lakini ala kulli hali, sasa kama nilivyosema kwamba, au kama tulivyoona kwamba tuna wageni wawili, na sasa tumkaribishe Ustadh Talib Katuli ama Ibn Katuli, na yeye tumsikie kwa ajili ya maelezo mawili matatu kabla ya kuja rasmi sasa katika lengo zaidi, lengo rasmi la ujio wao wa leo. Na Sheikh Talib, naam, una lipi la kuzungumza kabla ya kuja katika uhusika wa masala ya tamasha hapa? Ya kuzungumza yako mengi sana, lakini mkurugenzi amezungumza mengi sana. Amenifanya niwe muflis. Amechukua, anasema amekomba zile pointi zangu kabeba zote. Nimebaki mwenyewe mtupu. Kikweli kiufupi tu, Zaiso iko kijamii zaidi, na ndo kauli mbiu yetu. Zaiso kijamii zaidi imewajia. Sawa, ina maana inasaidia vijana, inawakomboa vijana. Maana yako mengi, unajua kuna kipindi kijana unaweza ukawa unafanya lakini hujui wapi uende, bila shaka, au hujui vipi uitumie kwa kuanzia hujui. Kwa hiyo unapo Zaiso kazi yake ni kuwakusanya watu kama wale, kuwapa maarifa, taaluma, namna gani ya kuendesha, kujipatia kupitia vipaji vyao. Ndio. Lakini pia tunahusika na mambo tofauti tofauti ya kijamii. Sisi tunashiriki katika mambo, function nyingi. Tumeshiriki mpaka function ya kusaidia ujenzi wa madrasa. Mashaallah. Umefahamu? Tumeshiriki mpaka function ya usafi wa mabarabara tushafanya. Katika mambo ya kijamii, na maana sisi tuko katika mambo ya kijamii yote tunahusiana nayo. Na pia hata masuala ya haki za binadamu pia
tunajaribu kupigania. Tunatoa pia elimu kwa baadhi ya watu kuhusu masuala ya haki za binadamu. Kuna mwingine hajui namna gani ya kujiepusha na baadhi ya mambo. Ndio. Umefahamu? Mfano mambo ya udhalilishaji. Mwingine hajui kabisa. Kwa hiyo sisi tunajaribu kukaa na kuwapa taaluma hizo na mambo tofauti. Mimi naona mengi mkurugenzi ameyataja. Hapo tuje kwenye jambo fulani la msingi ambalo khairi kama tulivyosikia tetesi hapo kwamba mnatarajia kufanya tamasha kubwa katika Eid Mosi, sio? Hebu tuje sasa tuzame katika lengo letu hili la tamasha. Malengo ya tamasha hili ni malengo gani, lakini pia tamasha kwa ujumla linaitwaje? Naam. Asante sana ndugu mtangazaji kwa swala zuri ambalo umeliuliza na sehemu yake sasa. Kwa kweli hili tamasha linaitwa Zaiso Nasheed Festival. Zaiso Nasheed Festival ambalo tunategemea kulifanya Eid Mosi pale katika viwanja vya skuli ya Tumekuja ambapo ni Mwembeladu pale ya 5 star, na tumeka pale kwa sababu ni center. Kituo cha daladala kiko pale, viwanja vya watoto wa kufurahia viko pale, yani pale ni center, anayetoka huko wote anaweza akafika pale. Kwa hiyo tamasha hili litaanza muda wa saa 10 hadi saa 3 usiku. Na tamasha hili litakusanya burudani mbalimbali. Hapa kwenye burudani hapa ningelimpenda msemaji yeye sasa kwenye burudani atazielezea kwa kina, kwa sababu msemaji bana kwenye swala ile burudani za nashidi ana ladha yake kidogo akielezea vitu kwa kweli. Lakini tamasha kwa kweli ni kubwa na tamasha litakusanya watu takriban 600 kwenda 700. Kwa ni tamasha kubwa la kipekee. Tutakuwa tuna watoto mayatima, tutakuwa tuna watu wenye ulemavu. Na watu wenye ulemavu maana yake kuna watu wenye ulemavu wa ngozi, kuna watu wenye ulemavu wa masikio, lakini ulemavu wa aina tofauti. Ulemavu wa aina tofauti. Mpaka ni wasioona watafika pale. Na lengo maana yake ni kuwafariji. Kutakuwa kuna mayatima kama tulivyoahidiwa na Allah, yeyote mwenye kumfurahisha yatima basi na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atamfurahisha mtu huyo, atamjengea mji peponi. Kwa kujengewa mji kwa kumfurahisha yatima, Allah tungelijua tungesema mayatima wote walikuwa ulimwenguni tuwafurahishe. Sawa. Inshallah khairi. Kwa haraka mtu anaweza kujiuliza kutoka kwenye kuwasaidia watoto yatima na watu wenye mahitaji maalum mpaka kwenye tamasha kuna uhusiano nini hapa? Na kuna uhusiano mkubwa sana. Maalim, kuna uhusiano mkubwa sana. Kwa nini sasa? Unajua tunapozungumzia swala la mayatima tunachukulia ile taswira kwamba yatima ni mtu ambaye wa huzuni muda wote. Ndio. Umefahamu Mtu anachukulia yatima bwana ni mtu wa huzuni muda wote. Lakini kumbe kila mmoja ana haki zake ambazo zinastahili anatakiwa kupewa. Kuna wakati wa furaha na kuna wakati pia wa huzuni. Kwa hivyo malengo makuu ni kuwafanya wale wasijihisi wapweke. Wote kuwaweka sehemu moja. Kujikuta kwamba kumbe hata kama umepotelewa na wazazi wako unaweza kuwa sawa tu ukawa kawaida. Japo kuna athari huwezi kuitoa katika kichwa chake, lakini kuna vitu lakini kwa vile ambavyo watu wanakutreat basi unajisikia uko amani sana. Umefahamu Kwa hivyo hayo ndio malengo makuu ambayo yapo. Ndio maana Zaiso imeamua kuweka Zaiso Nasheed Festival kwa ajili ya kuwafariji watoto yatima. Kwa hivyo si kwamba kitakacho presentiwa pale mbele ni nashidi usema labda sasa inakuja nashidi ya yatima tu kwamba yatima muda wote. Ndio. Kutakuwa na michezo mbalimbali. Kutakuwa na mchezo wa kufukuza kuku. Umefahamu? Vipi mchezo wa msosi hapo? Mashindano ya kula. Mchezo wa msosi huo tunaweka mwisho. Sawa? Kutakuwa na mchezo wa kufukuza kuku. Kutakuwa na burudani ya kuruka kamba. Umeandaa kamba maalum pale watoto. Umefahamu? Haya wewe na wewe shindaneni kuruka kamba hapa. Sawa? Alafu hatujawabagua kusema kwamba yatima watakaa eneo lao. Wote wanachanganyika. Sawa? Watu wote wanakuwa sawa. Watu wote wanakuwa sawa. Hakuna ubaguzi. Kwa hiyo nitakapo simama pale bwana kama kuzungumza jamaa nataka mtu fulani ajafanye kitendo fulani, anapokuja pale na kushindana inaleta burudani na kutakuwa na zawadi tofauti. Lengo ni kuwafariji watoto yatima. Lakini kutakuwa na mashindano ya kusoma Qur'ani pia. Mashaallah. Unafahamu ya watoto soma sura fulani, kasoma unampa zawadi. Soma sura fulani.
hebu nisomee nashidi fulani. Lakini burudani za nashidi zitakuwa maeneo tofauti tofauti, si nashidi tu za kuwaelezea tu yatima. Nashidi inaelezea kitu fulani, nashidi inaelezea kitu fulani, ili mradi kwamba kufikia lengo la kuwafariji watoto yatima na wale watu walemavu au watu wenye mahitaji maalum pia. Umefahamu? Lakini pia watapata kufarajika hata wale ambao watahudhuria pale, sio tu watoto. Hudhuria pia nao pia wanafarijika. Umefahamu? Kwa sababu ni burudani tofauti. Sababu tendo la kuna vitu vingine vidogo sana lakini vina athari sana. Bila shaka. Sawa mwalimu wangu, kwa mwanadamu. Leo umekaa muda mrefu sana, useme labda una changamoto zako za maisha na nini, umekwenda sehemu unakuta kuna mchezo wa kufukuza kuku. Umekaa kwenye kitu unashangaa watoto huyu kakimbiza huku kaingia huku kaingia, unasahau hata yale ya nyuma pia. Lazima utatabasamu. Kwa hiyo malengo tunafikia ya kuwafariji watu yatima na watu wenye mahitaji maalum, lakini pia ni faraja kwetu sisi pia. Na pia tunapata thawabu. Nafahamu mwalimu wangu. Na kwa mujibu wa maelezo ya mkurugenzi hapa ni kwamba taasisi hii imekuwa ni ya muda kidogo hivi. Si muda mrefu sana inawezekana, lakini ni miezi kadhaa au pengine atakuja kutuambia zaidi. Ni mara ngapi kufanya tamasha kama hili? Tamasha hili ni mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza. Mwanzo tulifanya iftari ile mwezi wa Ramadhani. Lakini baada ya hapo tukapata shauri, tukakaa tukajadili kwa nini tusifanye tamasha hili? Kwa sababu sisi tunahusiana na masuala ya kijamii. Tukakaa tukaliona hilo ni muhimu kulifanya. Kwa hiyo ni mara ya kwanza kulifanya hili tamasha, ndo mwanzo. Na litakuwa na ladha zake mbalimbali maana maalum. Naam. Hapo umegusa penyewe hapo. Ladha zitakuwa tofauti. Naam, bila shaka tumefahamu kwamba ni siku ni Idi Mosi na ukumbi ni tumekuja pale. Ni mushiduna gani ambao utashiriki katika tamasha hili Sheikh? Kabla ya kukuambia mushiduna watakaoshiriki, kuna kitu nimesahau. Naam, taban. Kwanza kutaanza na usomaji wa Qur'ani. Kuna msomaji wa kimataifa atamwaga vitu siku hiyo. Ni nani kwa faida yetu? Huyo anaitwa Sheikh Khatib. Kijana Mardadi huyo, ana vitu huyo. Mashaallah. Sawa? Naam. Atakuwepo mtenzi, atatusomea utenzi. Kijana mmoja ana sauti kama kasuku. Unajua sauti ya kasuku? Anaitwa Abu Suraya. Mashaallah. Atatuletea utenzi. Baada ya hapo watakuja watu wa nashid. Kuna kijana maarufu ana sauti nzuri, mtunzi mzuri sana. Yuko kule maeneo ya Matemwe. Anaitwa Bin Khalfan. Bin Khalfan. Lakini tuna kijana wetu pia yuko Sulesh, tunajaribu pia kuinua na vijana. Sawa, sio kuchukua maarufu. Wale ambao tulowazoea wapo, Faizul Heta atakuwepo, mashallah. Na pia atakuwepo Mahad Nasaim, yupo pia. Al-Khaifi yupo pia. Na Mahrain yupo pia. Sudi Khafa yupo pia. Kijana Abdullahi atakuwepo pia. Na wengine wengi na niliwasahau pia, lakini User pia yupo. Kijana wangu yule. Ahbab Nashid wapo pia. Wako Ahbab Nashid na wengine unaweza kunisaidia kama nimesahau bana. Mpaka hapo manake wapo wengine underground wa chini kutoka, kuna kijana anatoka Tumbatu. Takuwepo hapo anatoka Dar es Salaam. Watakuwepo pia. Kwa jambo ambalo limeandaliwa na limeandalika pia. Kwa mtu ambaye atakuja pale ni kwamba atapata burudani uhakika. Inshallah. Mashallah. Na utaratibu ukoje? Maki kuna masala ticket haya. Ukoje huko, labda mtu ameangalia kipindi hiki ameshawishika, na likoje hili? Labda kwa upande wangu mimi ningelipenda nielezee utaratibu kiujumla. Kwamba kuna kiingilio. Kiingilio hichi manake lengo manake ni kucare them. Kuwajali wao, kuwasaidia. Kwa sababu hichi kiingilio kinachotoka kinasaidia kuweza kufanikisha hili tamasha, kwa sababu tamasha la kukusanya watu wengi lazima na mazingira uweke mazingira yaliokuwa mazuri, mazingira rafiki, michezo wanakuja kufanya pale vipindi, manake kutakuwa kuna live za TV, wote wanahitaji malipo. Kwa hiyo Zaiso kama Zaiso tumeweka fundraise event ni kama kuchangia. Sio business, just ni kuchangia watu kufika, na mchango wenyewe umewekwa kwa mtoto ni shilingi 3000.
Okay. Na mtoto mwenyewe maana yake anayeanzia kuanzia umri wa miaka 5 kwa 6 pale kuja mpaka miaka 12 pale. Okay. Tukitoka hapo maana yake anayefuata huyo atakuwa analipa shilingi 5,000 mtu mzima tunaita. Mtu mzima. Analipa shilingi 5,000 na VIP watalipa shilingi 10,000. Okay. Lakini kuna VVIP ambao hawa ni watu ambao wana uwezo wa kusapoti na kama mtu atakuwa na logo yake inaweza ikatumika kama kasapoti ile tamasha. Okay. Kwa tiketi moja itakosti 50,000. 50, okay. Yani ambao hawa ni special akija asije, lakini manake akipata ile tiketi ni kama kachangia na anatoa sadaka yake VIP. Okay. Kwa hiyo tiketi hiyo manake hata na sisi tutamjali. Kwa sababu ameonyesha kujali na sisi tutamjali. Tutamwekea kwenye yani shoti manake kwenye status nzuri. Kama tunavyoambiwa kwamba tuwape watu daraja nafasi zao. Bila shaka. Haya, inshallah khair. Na kwa upande wa michango, hiyo tickets zinapatikana wapi pengine, au kwa mawasiliano gani kwa ajili ya wale ambao wanatutazama? Asante sana. Tiketi kwa kweli tuna mawakala wetu maridadi ambao wametuzunguka visiwani Zanzibar pamoja na Dar es Salaam. Kwa upande wa Zanzibar kwanza kabisa tiketi zinapatikana pale ofisini kwetu Makadara. Ukitaka kufika pale upitie kwa nambari za simu 0652 20 20 22 0652 20 20 22. Namba hizo zitakuja kwa jina la Zanzibar Youth Support Organization. Okay. Unaweza ukatuma pesa yako ya tiketi na ukapiga simu kwa ajili ya kuipata hiyo tiketi yako na itakufikia popote ulipo. Na kwa upande mwingine tuko na wakala maridadi, msemaji wetu hapa mkuu amechukua tiketi anazo. Na yeye kwa kanda hizi za Fuoni, Tunguu, wapi maana atahitaja namba yake hapa, naye anazo tiketi anaweza kukuuzia. Na vile vile kwa upande wa maeneo ya Amani, Daraja Bovu, Mtoni, tuko naye kijana wetu anaitwa Sulesh. Okay. Kwa hiyo pia Alhabibi msemaji mkuu ataweza kuzitaja namba zao ili tuweze na kwa upande wa Dar es Salaam tuko na namba za mkurugenzi au CEO wa Amani Foundation. Okay. Hajat, huyu ni CEO, ni Hajat pia mashallah. Kwa hiyo huyu ndo atakuwa na hizi tiketi za hili tamasha kwa upande wa Dar es Salaam. Naye ndio mlezi wa kituo cha watoto yatima ambacho kinaitwa Amani Foundation. Kwa hiyo msemaji hapo atafafanua zaidi na namba zao ili yoyote ambaye mwenye kuhitaji aweze kuwasiliana nasi na kuweza kupatiwa tiketi yake kwa wakati. Tuepuke kuja kusimama, nafasi zitakuwa ziko nyingi, lakini kadri ya siku zinavyokwenda muamko wa watu unazidi kuwa mkubwa. Kwa tuwahi kununua hizi tiketi mapema. Nafikiri mkurugenzi amezungumza sana hapo, ameshatoa maelezo kiufupi kwamba ukihitaji tiketi kwa namba ambayo ameitaja, yeye atakupa maelezo ya wapi utaipata tiketi yako. Na kwa namba ambayo nitakayoitaja mimi, nitakupa maelezo kutokana na mazingira uliopo, wapi utaipata tiketi yako. Kwa hiyo namba yangu ambayo unaweza ukanitafuta kwa ajili ya manunuzi ya tiketi popote pale ulipo Unguja, tukakufahamisha wapi utapata tiketi yako. Ni 0678 42 77 40. Narejea 0678 42 77 40. Popote pale ulipo utapatiwa tiketi yako. Zaiso kijamii zaidi inawajia. Mashallah. Haya, shukrani sana Talib Katula, lakini pia shukrani sana Sheikh Rajab hapa ambaye ni mkurugenzi wa taasisi hii ya Zaiso. Maelezo hayo ni mazuri kwa kweli, na bila shaka mimi binafsi nimeshawishika sana kuwasili na kufika katika tamasha hili, kwa sababu unajua nafsi bwana ina nafasi yake bwana. Nafsi ina nafasi yake, na nafsi ina nafasi ya burudani bila shaka, lakini burudani zenyewe sasa burudani gani? Ni zile ambazo zitakuwa hazivuki mipaka ya dini ya Kiislamu. Na hapo bila shaka michezo ya kuruka kamba, michezo ya kufukuza kuku, michezo mbalimbali iliyotajwa hapa haivuki, na ni vyema sasa mimi na wewe binafsi tunafaa kuwajibika na tunafaa kuchukua fursa hii kuwasiliana nao kwa ajili ya kuweza kujikatia tiketi zetu mapema inshallah. Na kuna jambo moja na jambo moja ambalo nafikiri nilighafirika kulizungumza. Unaona haya yote tunazungumza haya kwa sababu tuna amani. Bila shaka tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi. Sawa?
kitu ambacho kitasababisha sisi tufanye malengo yetu ya kimaisha, tupate maendeleo ya nchi, tufanye kila kitu kikae sawa na tukawa na amani, tukafanya matamasha kama haya. Bila shaka. Amani ya nchi. Amani bila shaka. Kukitokea machafuko hapa, hata hapa hatuwezi kukaa Istiqama Swahili TV. Hatuna muda. Kwa hivyo hatuna muda kukaa. Na wanasi tumejificha. Wa Tanzania wote kwa ujumla, Tanzania, Zanzibari, wote kwa ujumla, tulinde amani yetu ya nchi. Ndio kitu kikubwa. Tupiganie na kuilinda amani yetu ya nchi. Hii itatusababisha sisi tufikie malengo yetu ya kila jambo, kila tunachokifanya basi tukifanye kwa uzuri. Mifano ipo katika nchi za wenzetu ambao wanapata shida. Kwa hiyo ni hayo tu, asante na shukuru. Na mifano ipo wenzetu wanaopata shida, nchi zao zinapoporomoka. Lakini mifano ipo pia kwa watu ambao wamedumu sana amani na vile nchi zao zinapiga hatua katika maendeleo. Zote zipo na tunaziona. Na Allah atujalie nyoyo za kusikia na saa za mashaka wetu kama hivi. Lakini pia Allah tujalie tuwe ni wenye kunasihiana sisi wenyewe kwa wenyewe, na tukafuata ule wasia ambao tunakuwa tunapeana. Inshallah hatimaye basi amani ya nchi yetu idumu, tuweze kufanya mambo yetu kwa utulivu kabisa, kwa uhuru, kwa sababu kuna wenzetu kama alivyosema Sheikh hapa kwamba wanatafuta amani sana, lakini imekuwa kwa wao ni jambo gumu sana na jambo la kihistoria kulipata, kwa sababu tu ya ndimi zao. Wakati mwingine watu wachache sana, lakini pia hatimaye inakuwa ni mikono yao. Lakini uchafuzi unaanza kwenye ulimi, sio? Wewe mkate unaokula, ule mkate unaokula mdogo tu, hata kama hauna siagi, ukala mkate tupo kanywa na maji, yani kwako unakuwa ni mzuri sana kuliko ukala pilau huku linapigwa bomu. Unafahamu unakula pilau huku unakimbizwa na panga. Sheikh, amani tulokuwa nayo inafanya hata mioyo yetu iridhike. Kwa hiyo bila shaka nimefurahi sana. Haya, shukrani sana kwa maelezo hayo muhimu kabisa. Kwa sababu tu ya muda tunasema kwamba hatuna la ziada, bali inshallah baada ya dakika 2-3 nitakuja kuwahitaji zaidi wageni wetu hapa kutajia, kukumbusha nambari zao za simu kwa ajili ya wale hususan ambao wanataka tiketi hizi za kuingilia katika tamasha letu hili la Nasheed ambalo linaitwa Zaiso Nasheed Festival, na ambalo litafanyika pale maeneo ya skuli ya Tumekuja katika mtaa wa Rahaleo bila shaka. Na lakini hata hivyo, mtazamaji wetu, tunakuomba na kukusihi zaidi usisahau kusubscribe, lakini pia kulike, alkadhalika kushare kwa wengine, kwa ajili na wao kufahamu kile ambacho tunakifanya hapa katika kanati yetu hii ama channel yetu ya Istiqama Swahili TV, katika kuletea vipindi mbalimbali ambavyo vinahusiana masuala ya dini ya Kiislamu, lakini pia jamii kwa ujumla, yale ambayo tunafaa kuyafahamu tukiwa ni Waislamu, lakini pia wana jamii. Naam, labda mtukumbushe nambari zenu kwa ajili ya kabla kukumbusha namba. Zaiso imeleta zawadi kidogo. Na hii zawadi kwa waumini. Ngeliomba Alhabibu Katole hapo tuipige zawadi kidogo, japo ya beti moja Nasheed hapa. Mashaallah. Ili waumini. Mimi nilifikiria hili jambo la kupata ladha, lakini sasa nikajua hii ni kwa ajili ya utambulisho wa jambo fulani. Sasa sidhani kama tutaweza kupata ladha, lakini kumbe Sheikh wangu Rajab hapa ladha hapa kidogo. Sheikh Talib, naam, karibu sana. Hiyo nafasi yako bwana. Tutapiga wote, tutashirikiana. Au nyote mnalingana katika fani hii? Hamna, mimi ni mkurugenzi, lakini nimeipenda hii ladha kidogo, na mimi naweza kukaitoa kwa watu wa Istiqama. Ndege wafanana nao huo huruka kwa pamoja. Hebu tuweke vitu na bismillah. Za binadamu Zaiso inatetea, na wale mavuko ya kina na wasaidia, na kuwapa zao dhana zitazowasaidia. Zaiso inasimama kila haki kutetea. Zaiso kijamii zaidi imewajia. Asante sana. Nashukuru. Haya, mashallah. Natamani sana mimi ni lao ningeiva angalau kidogo, lakini ndio hivyo tena, sisi hatuna fani hiyo, sauti zetu limekuwa ndio hivyo. Lakini hata hivyo, shukran jazilan, shukran sana kabisa kwa ujio wenu hapa, lakini pia shukran sana mpenzi mtazamaji wetu kwa umakinifu wako katika kufuatilia kile ambacho leo hii tumekuletea. Lakini kama alivyokuahidi na hadi ndio nimesema,
kwamba tutakukumbusha mawasiliano yao inshallah, kwa ajili ya wale ambao wanahitaji tickets kwa ajili ya kuingilia katika tamasha hili maalum kwa ajili ya kuwafariji vijana wetu, watoto wetu mayatima na watu wenye ulemavu, tukiamini kwamba watu wote ni sawa. Hakuna mbora isipokuwa yule ambaye ni mcha Mungu mbele ya Allah. Hakuna yule ambaye anajiona kwamba yuko sahihi ama yuko nafasi gani katika ulimwengu huu, lakini ila yule ambaye atakuwa ni mcha Mungu. Kwa hiyo inshallah tuwe tayari kwenda katika tamasha hili, lakini pia kuwafariji ndugu zetu mayatima na watu wenye mahitaji maalum, watu wenye ulemavu. Naam, napenda waitwe hivyo, watu wenye ulemavu wasiitwe ile mahitaji maalum. Naam, inshallah. Naam, mawasiliano yetu 0652 20 20 22 0652 20 20 22. Na shekha tu ya kwangu mimi 0678 42 77 40 0678 42 77 40. Nitafuta muda wote inshallah napatikana. Mashallah, shukran jazilan. Basi sisi hapa hatuna ziada ghairi ya kushukuru wewe kwa mtazamaji wako mzuri kabisa vipindi vyetu hapa, lakini pia tukutane katika wiki ijayo inshallah. Mimi nipo tayari kwa ajili ya tamasha hili la Nasheed la Zaiso Nasheed Festival. Wewe je? Tunaamini kwamba utakuwa tayari, na jiandikishe sasa, tafuta tiketi yako mapema ili kuondosha msongamano baadaye. Naitwa Said bin Musa, tumekuwa naye hapa Sheikh Saud Hussein Leheta katika upande wa fundi mitambo, lakini pia katika masala ya kamera, na nikutakia kila la kheri na usiku mzuri kabisa vipindi ambavyo vitaendelea hapa Istiqama Swahili TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.